Habari za majukumu, wapenzi wa Master Free Tips. Leo ninaenda kuwaelekezeni triki safi kabisa. Baada ya kukaa kimya kwa muda mrefu, sasa naenda kuelekeza triki safi kabisa. Nina triki za moto ambazo nimezipanga. Leo ninaanza na hii triki. Ni triki ya aina gani? Twende moja kwa moja darasani. Ndugu zangu, darasani tunatumia ubao wa kampuni letu pendwa linaloonekana hapo mbele. Ili kampuni ndilo kampuni ambalo nimeshalifanya kama ubao. Yaani hili ndo naamini kama ubao wa kufundishia. Basi moja kwa moja tukishafika hapa, tunapoenda kifanya ni kutafuta gemu yoyote. Mfano mimi nachukua gemu kama hii. Yoyote ile utakao kupendeza machoni mwako unaichukua. Ukishachukua nini cha kwenda kufanya? Tunaenda kuangalia option moja ambayo mimi nina imani kama itakuwepo ndiyo itatusaidia kuelewa kwamba gemu hii tunaipaje. Ndugu zangu, option ambayo nina shida nifundishie, option yenyewe ni hii hapa. Option ni hii hapa. Nadhani inaonekana vizuri. Inaitwa multi-scores full time. Yaani hili ni group la collect score. Sasa hapa tunaenda kuangalia nini? Jamani, kitu cha kwanza ambacho tutaenda kukiangalia hapa, tutatazama magrupu mawili yenye odds ndogo. Magrupu mawili yenye odds ndogo. Yaani hapa, yaani hapa. Hapa hivi. Tunaangalia magrupu mawili yenye odds ndogo. Hapa. Magrupu mawili yenye odds ndogo. Magrupu mawili yenye odds ndogo, grupu la kwanza. Haijalishi kwamba hizo odds ni ndogo kiasi gani, lakini tunaangalia magrupu mawili. Grupu la kwanza dogo ni hili hapa, ambalo collect score yake iliyomo ni 1-0, 2-0 na 3-0. Maana yake ili grupu linatudirect kwamba wa nyumbani ana uhakika wa kushinda. Lakini baada ya hapo tunaangalia grupu lingine lenye odds ndogo. Hapo ukiangalia kuna odds 10, hapa 14, hapa 22, hapa 87, hapa 98, hapa 24, hapa 98. Lakini hapa katikati kuna odi 5. Kwa hilo ni grupu la pili lenye odds ndogo. Sasa na lenyewe hilo grupu linatuambiaje? Linasema kuna 2-1, kuna 3-1 na kuna 4-1. Maana yake bado pia lina support wa nyumbani atashinda. Sasa nini kitu kingine tunachoenda kiangalia cha mwisho? Jamani, kitu cha mwisho tunachoenda kuangalia ni kwenye sehemu ya draw. Naomba mtuwe makini. Kwenye sehemu ya draw. Hiki ndicho tutaenda kudhibitisha moja kwa moja kwamba tumeona yale mabox mawili yanatuambia wa nyumbani atashinda. Lakini hapa kwenye draw hapa ndipo inatakiwa tuwe makini. Kwenye draw ukikuta odds ni kuanzia 4. Kuanzia 5 kushuka hadi 2. Yaani kushuka. Draw yani inaanzia 5 kushuka. Hiyo mechi kapige double chance. Hiyo mechi kapige double chance. Sijui nimeeleweka. Kama utakuwa hujanielewa hapa, mfano wa pili utanielewa. Moja kwa moja mimi hii game iko chini ya hizo odd nilizosema. Kwa hiyo mimi ninakimbia kuipa double chance game ya nyumbani hapo. Sijui nimeeleweka. Naenda game nyingine ya pili. Hapa bana mimi nitachukua tu kulingana jinsi ninavyopenda. Unaona? Nitatembea, nitaona kuna Blaga B, ngoja nikamuone. Unaona? Nitatembea hadi huku chini. Kwa bahati mbaya hilo option hiyo haipo. Kwenye hii game haipo, ninaachana nayo. Ninatafuta game nyingine ambayo itanivutia machoni mwangu, mimi ninachukua. Unaona?
Basi kwenye hii tutashuka na yenyewe chini tukaangalie hiyo option. Bahati nzuri option ipo. Option yetu ipo hiyo hapa. Kawaida tunatazama grupu hili. Tunatazama viboksi hivi. Wapi kuna odds ndogo. Odds ndogo ya kwanza ni hii hapa. Inatuambia ni 1-0, 2-0, 3-0. Lakini box la pili ni hili. Linasema 2-1, 3-1, 4-1. Lakini hiyo haitoshi. Kwenye hii game inaonekana kuna kiboksi kingine kinakaribia. Hichi hapa. Kina 4-0, 5-0, 6-0. Sio mbaya. Hivyo yote ni hatua. Twende hatua ya mwisho. Hatua ya mwisho ni kwenye draw. Yaani hapa ndipo siri kubwa ilipo kwenye draw. Ukikuta draw ni 6 kupanda, manake hii game haiendi kutoa sale. Yaani game haiendi kutoa sale. Moja kwa moja nenda ukaangalia viboksi vyetu hivi vinasemaje. Basi moja kwa moja unaenda kuipa ishinde mazima. Yaani hapa ukikuta draw ina 7. Yaani ina 6 kupanda mbele. Hii game unaenda ukaipe mazima moja kwa moja. Kwa mfano game hii mimi naipa ushindi wa 1-1. Kwa hiyo ndugu zangu tunakusanya odds kwa mfano huo. Lakini vile vile hii trick unaweza kaitumia kwa njia mbalimbali. Mfano twende tukaangalie game hii. Kwa bahati mbaya na wenyewe ni wajanja, baadhi ya game wanaziondolea option hiyo. Wanaondoa, sio mbaya. Twende tukamwangalie kwa mfano game ya leo ipo Barcelona ambayo ni timu inofahamika sana. Tukaangalie Barcelona kwamba Barcelona tunaweza tukampatia vipi. Tukamwangalie Barcelona. Barcelona ni huyu hapa. Ndugu zangu tukishafungua game kama hiyo, unashuka tu kule chini moja kwa moja. Shuka chini mpaka kwenye hiyo option yetu ni hii. Kwa hiyo kwenye hii option sisi tunaenda kuangalia kiboksi chenye odi ndogo. Kiboksi chenye odi ndogo hapa kwanza kuna hiki hapa kina 3 ya 77. Lakini kuna hiki hapa kina 3 ya 82. Umeona? Hivyo ndio viboksi vidogo. Lakini vinasemaje? Kiboksi cha kwanza hiki kinasema Barcelona atashinda kwa 1-2 au atashinda kwa 1-3 na atashinda kwa 1-4. Lakini hiki kinasema atashinda kwa 1-0 au 0-2 au 0-3. Kwa hiyo tunachoenda kuangalia kitakacho tu direct kwamba Barcelona tumpe ashinde au double chance. Hiki hapa draw. Draw inatuonesha kuna odds 6 na nimewambia ikianzia 6 kupanda mbele nenda ukaipe hiyo game ishinde mazima moja kwa moja. Kwa hapa Barcelona tunaenda kumpa ashinde moja kwa moja. Ndugu zangu, kama wewe ni mgeni, kumbuka kusubscribe, kulike na kucomment na kushare, kwa sababu nimerejea kama ligi ilivyorejea. Nitakuwa kasi, nitakuwa na madini ya kutosha. Kwa game zetu ni hizi hapa. Kwa wale wanopenda kujaribu, hapa ni odds ya 1.61, TF 10 pata faida ya 6,000, TF 20 upate faida 12,000, tia laki upate faida 60,000. Mimi ninaweka hapo kodi. Baada ya kusema hivyo, mimi tuonane katika triki ijayo. Itakuwa ni moto zaidi ya hii. Asanteni sana. Ninawapenda sana na Mwenyezi Mungu awasaidie.